Bwana Yesu asifiwe, watu wa Mungu mnaotufuatilia. Leo tumepata neema ya kuitembelea shule hii ya sekondari Nyasubi Secondary. Tukapata nafasi ya kuonana na wanafunzi waliookoka. Lengo na kusudi ni kuweza kuwahubiria habari njema, na tutakuwa na machache ya kuzungumza na kiongozi wa UWIMA ama mahali ambapo tumefanyia ibada, tulipofanya ibada na wanafunzi mahali hapa. Kwa hiyo tutaenda kujadili naye mawili matatu, ni kwa jinsi gani ambapo siku ya leo ibada imeenda, lakini pia nini ambacho wamejifunza kupitia ibada ya leo. Na hapa nipo na mwanafunzi wa shule hii ya Nyasubi Secondary. Atajitambulisha kwa majina, cheo chake, yeye ni nani na nini ambacho kimejiri. Pengine unaweza ukajitambulisha kwamba jina lako na shule gani ambapo unasomea na ni kiongozi gani kwenye tawi lako. Karibu. Yesu asifiwe sana. Unaweza kuongeza sauti? Yesu asifiwe. Amen. Unaweza kuangalia kamera. Napenda kumshukuru Mungu kwa siku ya leo. Ongeza sauti kidogo. Maana imekuwa ni siku ya pekee sana katika tawi letu la UWIMA. Ndio. Lakini kabla ya yote napenda kujitambulisha. Kwa majina naitwa Shagala Tembo. Mimi ni mwenyekiti wa tawi la UWIMA Nyasubi Secondary. Okay, Shagala Tembo, unaweza ukamfafanulia kidogo mtu ambaye anatutazama, anatusikiliza wakati huu, pengine anaweza akawa na maswali mengi anajiuliza, Shagala Tembo kweli wa shule ya Nyasubi Secondary, nini ambacho kimejiri ama ujio wetu hapa tulikuwa tumekuja kwa ajili gani, kwa ajili ya jambo gani, nini ambacho kimeendelea kwenye shule hii? Kwanza napenda kumshukuru Mungu, maana siku ya leo ilikuwa ni siku ya pekee kwa sababu katika tawi letu la UWIMA lilihangaika sana katika vyombo vya kufanyia huduma, lakini watumishi wa Mungu kwa kanisa la Pentecoste wameweza kutuletea sadaka ya speaker pamoja na vifaa vingine ikiwemo tenzi ambavyo vinatumika ni vitabu vya nyimbo za kusifu. Tunapenda kumshukuru Mungu sana kwa sababu na ujio wao wa siku ya leo Nyasubi Secondary imekuwa ni kitu kikubwa ambacho hakijaweza kutokea kwa siku nyingi, kwa sababu wameweza kuelimisha wanafunzi na jinsi ya kutembea na Mungu ipasavyo katika maisha yetu ya vijana. Amen. Na pengine nini ambacho umeweza kujifunza kwa faida ya wengi? Wewe utakuwa mwakilishi wao kulingana na somo ambalo mchungaji aliyeweza kutembelea shule hii ya Nyasubi Secondary, hususan kwenye tawi la UWIMA. Kwa somo ambalo limeweza kuendelea katika ibada ya leo, nini ambacho umeweza kujifunza? Kwa mimi nimejifunza ya kuwa katika somo la leo ambalo limeendelea Nyasubi Secondary katika tawi la UWIMA, yani ikiwa ni tawi dogo la makanisa, ikiwa ya kwamba siku ya leo somo ambalo mchungaji Isaac Shtindi ameweza kulitoa katika tawi la UWIMA ikiwa ni mlenga zaidi jinsi gani mwanafunzi atembee na Mungu, au jinsi gani kijana aweze kutembea na huyu Mungu, na jinsi gani aweze kujiepusha na zinaa ikiwemo matendo mabaya hapa duniani, na jinsi gani mwanafunzi aweze kujiepusha na makundi mabaya katika maisha ya shuleni, lakini hata huko vioni. Lakini pia kingine, hili somo linaenda zaidi hata katika jamii, ukienda nje ya shule pia, kwa sababu ni somo ambalo linaenda zaidi katika maisha ya kila siku ya wanajamii. Kwanza kabisa katika dunia leo ni mambo mengi, ama katika dunia leo sehemu kuu zaidi shetani ambapo amejikita zaidi ni katika upande wa zinaa, kwa sababu hilo ndio lengo lake kuu, kuharibu maisha ya watu wengi. Lakini pia tulipata nafasi ya kuongea na madam hapa, atajitambulisha kwa majina yake, anaitwa nani, lakini pia atajitambulisha nyadhifa yake kwa wanafunzi hususan wa UWIMA. Basi madam, unaweza kujitambulisha? Karibu. Asante. Kwa majina naitwa Madam Happy. Unaweza kuongeza sauti kidogo? Naitwa Happy Moses Ndama, ni mwalimu hapa Nyasubi Secondary, lakini pia ni mlezi wa huduma inaitwa UWIMA, huduma ya Injili mashuleni, ni wanafunzi ambao wameokoka. Madam Happy, si ndivyo? Yes. Okay, Madam Happy, kwa ujio huu wa mchungaji Isaac Shtindi, bila shaka naamini umefanyika baraka sana kwenu na pamoja na sadaka ambayo mchungaji ameweza kuitoa ya speaker kuweza kuwasaidia kwenye masuala ya kiinjili na hususan mambo mema atakayoendelea hapa shuleni. Wewe kwa upande wa hii sadaka ambayo Pastor Isaac Shtindi ameweza kuitoa ama kanisa kwa ujumla, unaizungumziaje? Yaani kwa kweli tunamshukuru Mungu. La neno kubwa zaidi ni kwamba Mungu ambariki sana na alibariki kanisa na huduma ambayo anatumika kwayo. Ni sadaka ya baraka sana kwetu sisi kama walimu na wanafunzi, itatusapoti kwa ajili ya injili mahali hapa shuleni, lakini pia na kwa mahitaji mengine ya kishule. Na ukiwa kama mlezi wa UWIMA,
tunavyosema mlezi maana yake ni mzazi, unawajua watoto wako. Na unaweza tu ukatoa picha kwa ufupi tu kwa mtazamo wa mwitikio wa watoto wako kwenye swala la kiimani ama swala la wokovu ukoje? Mwitikio bado, wapo ambao wanampenda Mungu, wapo watoto wanaompenda Mungu kabisa na wanaelewa kile wanachokifanya kwa habari ya Kristo, lakini wapo ambao bado tunaendelea kuwafundisha ili watambue tunapoongelea habari ya Kristo na wokovu ni nini. Kwa hiyo ndio maana tupo na Mungu ametupa huduma hiyo ya kuwalea katika malezi ya kiroho na kuwafundisha wamtambue Kristo Yesu. Amina. Na swali la mwisho kwa leo, mna mkakati gani kama mlezi, lakini pia nadhani hapa Shagala ni mwenyekiti wa UWIMA, mkakati ambao mmeuweka kuwasaidia wanafunzi hususan waliookoka waendelee na maisha ya wokovu na ambao hawajaokoka wapate wokovu? Mna mkakati gani kama mlezi, lakini pia kama UWIMA kwa ujumla? Karibu. Mkakati uliopo ni kuendelea kuhamasisha kwa wao, kama wao wanakuwa wajumbe wa Injili wanapokuwa madarasani, wanahamasisha watu kuja kwa Kristo. Lakini pia kuna programu ya maombi tunaendelea nayo, tumeianzisha nadhani kwa huu mwaka. Tuna kama Ijumaa 2 tumefanya. Kila Ijumaa huwa tunakutanika madhehebu ya tofauti, tunaomba na tunautafuta uso wa Mungu. Lengo wanafunzi hawa wakue katika imani na kumcha Mungu. Amen. Mbarikiwe sana madam. Barikiwa sana mwenyekiti. Na mpenzi msikilizaji na mtazamaji wa wakati huu, tumetoka kuweza kuongea maongezi mafupi pamoja na viongozi akiwepo mlezi hapa wa UWIMA, lakini pia mwenyekiti wa UWIMA, ambapo ni matawi ambayo yanahusika na kuwalea wanafunzi kwenye swala zima la kiimani, hususan wanafunzi waliookoka. Na hayo yalikuwa machache katika mengi ambayo yanaendelea mahali hapa. Hapa tulipo ni Nyasubi Secondary Kahama, na kwa wakati mwingine tutaweza kuwatembelea, na nadhani takuwa ni jambo jema na la baraka sana. Tutakuwa na mengi sana ya kuzungumza. Mungu akubariki sana wewe uliyesikiliza na kutazama wakati huu. Neema ya Kristo Yesu iwe pamoja nawe. Amen.